kutufanikisha siku ya leo kwa neema yake. Tumekusanyika hapa ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo nipo katika kitabu cha waraka wa Petro, waraka wa pili wa Petro, sura ya pili. Nitaanza mstari wa 20. Baada ya mtu kuokoka, anapokuwa ameingia katika wokovu, alafu anarudi tena kudokoa, kutenda, kufanya vitu vya dhambi, kutenda yale ambayo Mungu alimkataza kabla ya wokovu. Baada ya kupata wokovu aliyokatazwa, anaporudi kuyatenda tena, hali yake huwa inakuwa mbaya, hata kama ataendelea kuwa salama kwenye mwili wa kawaida. Mtu anaporudi kwenye matukio ya dhambi, anaporudi kwenye matukio mabaya, anaporudi tena kufanya yale ambayo amesema ameokoka kwa hayo, anaporudi tena, hali yake inaweza kuwa mbaya sana, kwa sababu itakuwa siri yake, hata mwambia yoyote. Kwa hiyo hali yake itazidi kuwa mbaya zaidi, kwa sababu anajua alafu anafanya. Kwa hiyo kwa nini hataweza kusema? Kwa sababu anajua alafu ametenda. Kwa hiyo tutataka kuangalia katika kitabu hiki cha waraka wa pili wa Petro, sura ya pili na mstari wa 20. Anasema, kwa maana wale waliokwisha kukimbia machafuko ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Bwana asifiwe. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafuko ya dunia. Machafuko ya dunia. Tulipookoka tumekimbia machafuko ya dunia. Machafuko yani yale maovu, yale mabaya, kila namna ya uchafu wa ulimwengu tumeukimbia. Anasema kwa maana wale waliokwisha kukimbia machafuko ya dunia, wakinaswa tena, hali yao huwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Unajua kwa nini? Mtu aliyekwisha kukimbia akikamatwa tena na ile dhambi au na ule ubaya, maana yake hali yake inaweza kuwa mbaya, kwa sababu anajua alafu anafanya. Alafu akishafanya hawezi kutubia wala kutoa taarifa popote kwa sababu ya uoga. Lakini mtu ambaye hajakuamini ile hali ya kwanza angeweza kuhubiriwa mpaka kafanyika kuelewa. Lakini mtu yule ambaye amekwisha kukimbia machafuko, alafu akanaswa na dhambi za ulimwengu alizozikimbia, zikamnasa tena, au akarudi nyuma akatenda yale aliyoyakimbia, maana yake hali yake itakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hata ukimfundisha hata kuelewa, hali yake itazidi kuwa mbaya kuliko ya kwanza. Lakini yule ambaye hajui chochote, ambapo anakuwa hajui, ukimpelekea ujumbe atakusikiliza, atakuelewa, atachukua hatua. Na ndio maana kabla ulisikiliza, ukasikia neno, ukachukua hatua, ukaja kanisani. Lakini baada ya kufika kanisani ukawa mzoefu wa kanisa, maana yake inakuwa ni kazi ngumu kukuelewesha kitu unachofundishwa, kwa sababu itasumbua. Hali yako ya kwanza itakuwa mbaya, sasa itakuwa mbaya kuliko ya kwanza, maana umeelewa na umefanya. Kwa hiyo Biblia inasema wale waliokwisha kuyakimbia machafuko ya dunia, wakinaswa tena, wakiingia tena kwenye dhambi, wakiingia tena katika maovu, Biblia inasema hali yao itakuwa mbaya, kwa sababu wamejua na wamefanya. Sasa kama kwamba tunaweza tukaona kuna haja ya kwamba tulipokuwa tunaokoka tulitakiwa tujue tumeokoka kutoka wapi na kwa nini tumeokoka nini. Haleluya. Unajua watu wengi tulianza kwenda kanisani, lakini hatukuelewa tumeokoka nini. Yaani kwa nini nimeokoka? Nimeokoka kitu gani? Haleluya. Inawezekana na wewe una maswali unayojiuliza. Umeokoka, lakini umeokoka nini? Unajua ulichookoka? Unajua umeokoka kitu gani? Unaelewa? Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Unajua umeokoka kwa kitu gani? Unaposema nimeokoka, fanya tathmini
Umeokoka nini? Ni kitu gani kimekufanya wewe uwe umeokoka kuliko watu wengine? Ni nini? Sasa uliposema mimi nimekuwa Mkristo, unafahamu ni kitu gani kimekufanya wewe uwe Mkristo? Unakijua? Inawezekana uelewi, lakini unaenda kanisani. Ulidhani kuokoka ni kuanza kwenda ibadani, kwamba unaposema mimi nimekuwa Mkristo au unapoanza kuwa Mkristo, unafahamu ni vitu gani unaviacha ndipo uanze. Unaelewa? Unajua unaposema nimeokoka, umeokoka kwenye vitu gani? Unavijua. Hapo ndio utakuwa wewe na maswali. Mimi niliokoka kutoka wapi? Yaani nimeokoka vitu gani? Utofauti wangu wa kwamba mimi naweza kwenda mbinguni na huyu asiende mbinguni aliyekataa njia, utofauti wangu na yeye ni upi? Haleluya. Amen. Hapo ndio penye tathmini ya mtu aliyekwisha kuokoka. Tunafanya tathmini za kimwili, lakini tathmini za rohoni hatufanyi. Unaposema nimeokoka, hebu jiulize swali. Maana hata nikirudi swali nikuuliza, wewe nianze kutaja moja moja. Wewe unaposema umeokoka, yani umeokoka nini? Yani nini kinakuonyesha utofauti kati ya yule na wewe? Ili ulipookoka ulitoka wapi? Yani kitu gani umetoka? Haleluya. Amen. Hapo ndipo natakiwa Mkristo ufanye tathmini. Unaweza kama unasema nimeokoka, mimi ni Mkristo, mimi naenda mbinguni, kumbe uelewi uliokoka kutoka kwenye vitu gani? Yaani kutoka wapi mpaka ukaja hapa? Ni vitu gani vinakutofautisha kwamba wewe umeokoka? Kwa hiyo Biblia inasema wale waliokwisha kuyakimbia. Kwa kumbe tunapookoka tunakimbia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema wale waliokwisha kuyakimbia machafuko na mabaya ya dunia wakinaswa tena. Ina maana waliokoka kuna vitu wanavikimbia, wanaachana navyo, wanaingia kwa Kristo. Sasa hawa wanaitwa wameokoka kwa sababu kuna vitu wamekimbia. Ndio maana nasema wale waliokwisha kuyakimbia machafuko, madhambi, mabaya, maovu, kila uchafu wa dunia, wakitenda tena dhambi, hawa hali yao itakuwa mbaya kwa sababu adui kumpa nafasi anaitumia. Haleluya. Mahali pengine nasema usimpe nafasi Ibilisi. Usimpe Ibilisi nafasi. Wale kwa Jumatano tulijifunza hicho kitu. Kwa hiyo sasa nataka nikwambie, tunapookoka kuna vitu tunakimbia. Kwa hiyo kama kuna vitu tunakimbia, wenzetu ndio wanavyovikimbilia. Kwa hiyo unaposema nimeokoka, hebu angalia una utofauti kabla hujaokoka na sasa. Kuna vitu umekimbia au bado uko pale? Kwa hiyo kwa namna hii ndio tunazungumza wokovu wa kukimbia mambo fulani. Tunakimbia zinaa, tunakimbia masengenyo, tunakimbia ugomvi, tunakimbia wizi, tunakimbia kila namna ya mabaya, tunakuja kwa Kristo. Sasa je, tunarudi tena kuyaonja mambo mabaya? Tunarudi tena kugusa dhambi? Tunarudi tena kugusa maovu? Kama tukigusa tena, Biblia inasema hali yetu ni mbaya kuliko ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hali yetu itakuwa ni mbaya. Kwa nini itakuwa ni mbaya? Kwa nini itakuwa ni mbaya? Kwa sababu tunajua alafu tunafanya. Maana mwanzo hatukujua, tutajulishwa. Unajua, kijana mmoja asema mimi hata nyimbo zozote zile naweza kusikiliza, naweza kufanya chochote wanachofanya wa mataifa, lakini mimi naenda kanisani. Sasa umeokoka? Nikamuuliza swali. Umeokoka? Ndio. Umetoka? Maana ya kuokoka ni nini? Umetoka wapi? Nikaja kugundua kama ameshindwa kunijibu, maana yake inawezekana na ndani ya kanisa kuna watu wanakwenda kanisani ili hawajui, yani wao wameokoka kwa vitu gani. Maana ya kuokoka ni kutengwa, ni kujitenga na vitu fulani. Umekimbia maovu, umekimbia kila namna ya mambo ya kimataifa, watu waliokimbia maovu ya dunia. Katika mstari huu ukiusoma vizuri anasema kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana. Unaelewa? Kwa sisi tuliokoka tumekimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana. Tunapomjua Bwana maana yake tumekimbia machafu ya dunia. Tumemjua Bwana. Tukishanaswa tena na yale machafu tuliyoyakimbia, kama tukitenda tena dhambi, kama tukifanya uovu, Biblia inasema hali ya kwanza itakuwa ni heri kuliko hali ya sasa. Kwa sababu gani? Mtu aliyekwisha kuingia ndani anapokosea huwa anachukulia kosa lake ni jepesi. Kwa hiyo atabaki kukaa kwenye lile kosa muda mrefu, hata hataki kubadilika, kwa sababu amekuwa mzoefu wa imani.
amekuwa mzoefu wa kanisa, lakini sio mzoefu mbele za Mungu. Kuna watu tunakuwa wazoefu, tunajulikana na kanisa. Kuna watu tunajulikana na kanisa, lakini hatujulikana na Mungu. Kwa sababu nini hatujulikani na Mungu? Kwa sababu sisi tumekimbia ya dunia, alafu bado tunayafuata. Biblia inasema wale waliokwisha kuyakimbia mambo maovu ya dunia, waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia hii kwa kumfuata Bwana. Kwa hiyo sisi tulikimbia, maana yake tumeacha mambo mabaya, alafu tunakuta tunafanya kama wao. Kwa hiyo tunapofanya kama wao, hatuonyeshi maana ya wokovu wetu kwamba tumekimbia nini. Kwa hiyo tulipookoka, maana yake tumekimbia baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa tujitenge nayo. Hasa hayo tunayojitenga nayo ndiyo yanatuonyesha sisi tumeokoka. Kwa hiyo tunapojitenga na baadhi ya mambo, hatuendi mbio nao. Wao wanakwenda kulewa, sisi tunakwenda kuomba. Wao wanakwenda kwenye dansi usiku, sisi tunakwenda kwenye maombi usiku. Wao kwa tunafanya vice versa, tofauti na wao. Kwa hiyo tunapofanya hivyo, maana yake kuna vitu tunavikimbia. Tumekimbia starehe za dunia, tumekimbia starehe za kila namna, tumekimbia machafuko, tumekimbia kukaa kwenye mabaa, tukakimbia huko. Kwa tulipotoka tunaingia kwenye wokovu, lakini tunapokaa kwenye wokovu inatupasa kwamba lazima tujue sababu za kuokolewa. Nimetoka wapi? Nimeokolewa na nini? Kwa sababu umekimbia kitu gani? Kama bado unasengenya, kama bado unatukana, kama bado ni mzizi, kama bado ni mtukanaji, kama bado ni mlevi, kama bado unaishi kwenye hayo, kama bado unaendelea kuwa na tabia kama hizo na zingine kama hizo, kama bado unazo, sasa kuokoka ni kufanyaje? Kama bado unaweza kudharau wazazi, unaweza kutukana wazazi, unaweza kudharau viongozi, unaweza kudharau watumishi wako, unaweza kudharau watu, umeokoka kutoka wapi? Kuokoka ni kufanya nini? Haleluya. Unaelewa umeokoka umekimbia kitu gani? Maana yake kuna namna ndio utakujitofautishe, yani kwamba kinachokutofautisha sio wewe unajitofautisha. Neno linakutofautisha na wale. Unapokuwa umeokoka, unapoanza kulisoma neno, linaanza kukutofautisha kati ya wewe na wale wasiokuwa wameokoka. Maana tumesema waliokwisha kukimbia machafu ya dunia. Kwa hiyo wewe kuokoka kwako umekimbia. Lakini kuna watu hawajakimbia. Kuna watu hawajakimbia, bado wanaendelea. Hawataki kuomba, hawataki kufanya ibada, lakini wapo na wao ni mmoja wapo wanakwenda mbinguni. Sasa hawa Biblia inasema kwamba maana yake kwa sababu hawaelewi wameokoka ili wajitofautishe. Yaani watu wapo kwenye shughuli zao za dunia na wewe unaendelea na shughuli za dunia wakati ni siku ya ibada. Sasa unajitofautisha vipi? Kuokoka ni kufanyaje? Umeelewa umetakiwa kufanyaje ili uonekane umeokoka? Kama umekimbia mambo ya dunia, mstari unaofuata nasema, maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu aliyopewa. Bwana asifiwe. Maana ingekuwa heri kwenu, ingekuwa heri kwangu kama nisingeijua ile njia, kuliko kuijua njia ya haki. Maana yake njia ya haki ni neno la Mungu, ndiyo njia ya haki. Njia ya haki ni kuyaishi yaliyo kwenye neno. Sasa nasema kuliko mtu yule akijua njia ya haki alafu kisha kaiacha. Ingekuwa heri kwake kama asingejua kabisa njia ya haki. Ingekuwa heri kwake. Mstari wa 21 huwa anasema maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli. Hii mithali ni ya kweli. Mbwa ameyarudia matapishi yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaagaa matopeni. Bwana asifiwe. Amen. Tunapookoka tunaoshwa. Ndio maana tunaingia, tunatakasika kwa neno la Bwana. Tunatakasika kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapookoka, tunapoenda kubatizwa, tunaoshwa. Tunafanya mauti ya Bwana wa Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuwa watoto wapya tena tuliozaliwa kwa Kristo. Sasa unaporudi tena katika maovu, Biblia inasema ni sawa na mbwa aliyetapika kisha kayaramba matapishi yake. Lakini Biblia inasema hali yake huyo itakuwa ni mbaya kuliko ya kwanza. Kama ametapika kile alafu anachukua matapishi na kula tena, maana yake atatapika mara mbili zaidi. Alafu anasema sawa na nguruwe aliyooshwa alafu akaenda kugaagaa kwenye matope. Tuliokoka tumeoshwa,
Tunaporudi dhambini tunarudi matopeni. Tunaporudi kutenda dhambi tunaingia matopeni. Kwa hiyo lazima tujue hali yetu itakuwa ni mbaya kuliko ya kwanza, kuliko kabla hatujajua, kuliko tukaijua njia ya haki alafu tukaiacha. Yaani umejua wokovu, umejua Kristo, umejua hukumu, umejua kama Yesu atarudi na kuwahukumu watu wake, unafahamu aliyokukataza usiyafanye, alafu unaendelea kuyafanya. Biblia inasema hali yako itakuwa mbaya, kwa sababu unajua alafu unafanya. Katika mstari huo nitakwenda kusoma mstari wa 10. Katika sura ya 3 nitasoma mstari wa 10. Kwa nini hali yako itakuwa mbaya? Kivipi? Mstari huu unasema, mstari wa 10 anasema, sura ya 3 mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana inakuja kama mwivi, na vitu vyote na mbingu na nchi vitafumuliwa na kuteketezwa kwa moto, na vilivyomo ndani ya nchi. Kwa hiyo kama mtu atarudi tena matopeni, ameokoka, ameoshwa, alafu anarudi tena kufanya yaliyo dhambi, yale aliyosema ameokoka kwa hayo, yale aliyosema nimekimbia machafuko, nimekimbia haya, ndio nimeitwa nimeokoka. Vitu gani nimekimbia? Sasa unaporudi kutenda tena, maana yake Biblia inasema Bwana anakuja, siku ya Bwana inakuja, nayo inatisha. Anasema siku hiyo mbingu na nchi zitakunjwa, zitaharibika, zitafumuliwa, na vitu vilivyomo duniani na vitu vilivyomo kwenye nchi vitafumuliwa. Mstari wa 11 anasema, basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo. Mnatakiwa kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na mtaua. Mnatakiwa watu wa tabia ya sasa. Kama vitu vyote hivyo vitafumuliwa, mnatakiwa kuwa watu wa aina gani katika mwenendo wenu? Katika mwenendo wa utakatifu. Mnatakiwa kuwa katika mwenendo wa utakatifu, na mtakatifu ni mtu aliyejitenga. Maana yake mtakatifu ametengwa na vitu fulani, ametengwa na dhambi, ametengwa na uovu. Sasa nasema basi, ili kwa sababu vitu hivyo vitatokea, basi ninyi mnatakiwa kuwa watu wa aina gani? Mnatakiwa kuwa watu wenye mwenendo wa utakatifu. Mwenendo wa utakatifu. Mkiwa watu kwenye mwenendo wa utakatifu wa kujitenga na baadhi ya mambo, mkayakimbia, mkamwelekea Bwana, maana yake huo ndio unaitwa utakatifu. Maana yake mmeokolewa kutoka katika mambo fulani ili muwe tofauti naye. Sasa kama tunasema tumeokoka, labda ni kujiunga na kanisa, au nadhani ni kujulikana na makisiara, au kujulikana na mchungaji wako, au kujulikana na mtumishi fulani, basi ndipo kuokoka. Hapana. Kuokoka lazima ufahamu kwamba wewe ukishatoka kule kwenye yale uliyoyakimbia, unayajua yale ambayo hutakiwi. Sasa unakuta haujui kama umekimbia, haujui kama bado upo pale, kwa sababu utaona tofauti kabla ya wokovu na baada ya wokovu. Hauoni tofauti yoyote. Ndio maana huwezi kuelewa kana kuna mahali umekimbia, kwa sababu mtu aliyekimbia anaweza kujua alipotoka na alipo sasa. Haleluya. Maana yake mtu akikimbia kutoka hapa akaenda labda barabarani, anaelewa nimetoka kanisani, sasa nipo barabarani. Lakini yule aliyekwisha kuyakimbia machafuko, lakini ambaye hajakimbia, yeye anajua alipo tu, hajui alipotoka. Bwana asifiwe. Yaani unaweza ukawa unajua ulipo ila haujui ulipotoka. Mpaka Yesu amesema amekuokoa, amekutoa eneo gani? Amekuachisha vitu gani? Amekuamuru fanye vitu gani? Hasa hivyo ndivyo vinavyoleta wokovu kwenye maisha ya mtu. Vile ulivyovikimbia, yale uliyoyaacha, yanayotofautisha kati ya wewe na wao, hayo ndio yanaleta kusababisha kwamba uonekane wewe umeokoka. Ndio maana nimesema aliyekimbia anajua alipotoka na mahali alipo sasa. Lakini ambaye hajakimbia hawezi kuelewa. Ataelewa alipo, ila hataelewa atakapokwenda baadaye. Kwa sisi tuliokwisha kuyakimbia machafuko ya dunia, tukinaswa, tukikamatwa na yale tuliyoyakimbia, hali yetu ni mbaya zaidi. Maana tumejua alafu tunafanya. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa 6 anasema, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa 6 anasema, tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli.
bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba twashirikiana naye, tena tukaenda gizani, tena tunarudi nuruni, anasema tumekuwa waongo. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inasema waongo hawaendi. Kwa hiyo anasema kama tukisema tunashirikiana naye, alafu tunaenda tena gizani. Giza ni dhambi. Giza ni dhambi. Unapofanya dhambi yoyote ni giza kwenye maisha ya rohoni. Inasababisha ukose kibali mbele za Bwana. Inasababisha kufutia makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo inafanyika giza kwenye maisha yako. Kwa dhambi inapoteza mahusiano yako na Mungu. Maana yake wewe unakaa gizani. Kwa hiyo anasema kama tukisema tushirikiana na Mungu, alafu tunaenda gizani, tumekuwa waongo. Hatusemi kweli. Ili tuwe tunasema kweli, lazima tukae nuruni. Tukikaa nuruni, tupendana sisi kwa sisi, tuishi vizuri. Kwa bahati mbaya ya kanisa, tumekuwa tunajua tumeokoka, ili hatujui tumeokoka na vitu gani. Unajua mtu aliyedumbukia kisimani, akitolewa, anaelewa ameokolewa na nini. Lakini yule ambaye hajui alidondokea wapi na ilikuwa akusudiwa apate nini, haelewi, hawezi kuelewa ametoka wapi. Lakini yule aliyedumbukia kisimani, akirushiwa kamba, alafu akatolewa, atasema namshukuru Mungu nimeokoka. Yaani nimepona na kifo cha kisima. Sasa sisi Yesu ametuokoa kutoka kwenye tamaa za dunia, kwenye tamaa za mwili, akatutoa ili tuwe na tamaa ya ufalme wa mbinguni, ili tuwe na tamaa ya kuingia kwa Baba. Sasa alipotutoa hapo, maana yake tunajua tumeacha vitu gani. Kuna vitu tutakiwa tuache, tutofautiane nao. Wanapotutazama hatuendi mbio kama wao, wanasema kwa nini? Wanajua kwa sababu tumeokoka. Bwana asifiwe. Sio wokovu wa kwamba mimi labda kwa sababu tu nimeanza kwenda kanisani basi nitabadili tu vitu fulani, lakini vitu fulani nitafanya. Biblia inasema aliyesema usiue ndiye aliyesema usizini. Aliyesema usitukane, usiwe mgomvi, ndiye aliyesema usiwe mwizi. Kwa hiyo amri yake inasimama pale pale. Kwa hiyo kama tungejua tumeokolewa na kuingia motoni, tumeokolewa na kwamba tukifa tutaenda mahali pa mateso. Waliokuwepo Jumatano nilisoma habari za kule kuzimu. Katika kitabu cha Ufunuo inavyoelezea kule kuzimu kulivyo. Hakuna usalama. Siku ile itakapofika ndugu zangu, haina usalama. Ila leo unaweza kujifariji na mambo ya dunia unayoona. Unaweza kujifariji, lakini Biblia inasema vitu vyote unavyoviona sasa vinapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Neno la Mungu lipo siku zote, halitabadilika, litabaki ni lile lile. Neno la Mungu halibadiliki, linabaki kama lilivyo. Lakini wewe utabadilika tabia, wewe utabadilisha mavazi, wewe utabadilisha kila kitu, lakini neno la Bwana linabaki kusema mimi hili ni hapana. Biblia inasema Mungu sio kigeugeu, ndio maana neno lake limesimama, halibadiliki. Biblia inasema mihuri ya Mungu imesimama, haibadiliki. Kwa hiyo ukitaka kubadilika kinyume na neno, maana yake utaliacha kama lilivyo, wewe utakwenda. Utabaki umebadilika, lakini neno limebaki kama lilivyo na msimamo wake. Mwenye neno atakapokuja, yeye atakuonyesha hukumu yake katika neno. Yesu anatupa uwazi kabisa. Maneno yangu ndio atakayewahukumu, sio mimi. Yale niliyowaambia. Unajua Yesu alipokuwa amewapa mitume walitupa sisi kwa njia ya neno lake. Tukalipata neno hili tulilo nalo ili tuongoze, liwe mwanga katika maisha, liwe mwanga katika maisha yetu, liwe nuru. Lakini kwa bahati mbaya sisi tunarudi tena kuyagusa machafu. Tumekuwa kama Mungu atapika matapishi alafu anayaramba tena. Tumekuwa kama nguruwe aliyeoshwa, tunarudi tena kugagaa matopeni. Ulifikiri aliyemosha yule nguruwe atamwacha huru? Ameoshwa alafu anaenda kugagaa matopeni. Hiyo ni tabia ya nguruwe. Una tabia gani? Umeoshwa vipi unarudi matopeni? Unajua hiyo ni tabia ya nguruwe. Vipi wewe unajisikiaje ndani yako? Tabia ya kuyarudia
yaliyo maovu uliyofundishwa, alafu unayafanya tena. Unajua hiyo ni tabia ya nguruwe, kuyarudia machafu. Ni tabia ya mbwa, kuyarudia matapishi. Sio tabia ya mwanadamu. Mwanadamu akishatolewa mahali, anafahamu alipotoka na alipo sasa. Sisi tumeokolewa na moto ujao siku ile. Sisi tumeokolewa na hukumu ijayo siku ile. Bwana ametutoa, ametufundisha yatupasayo ili tushikamane naye. Ametutoa kule kwenye maisha ya dhambi, ametuleta kwake ili atufundishe yanayotupasa ili tukakae mbinguni. Anatufundisha wale wakaao mbinguni wanatakiwa kuwaje kwa neno lake. Kwa namna hiyo ametuokoa huko ili tukapone na ile hukumu. Ili tukapone na hukumu ya milele. Unajua tunapozungumza hukumu ni kama hadithi, lakini siku itakapofika ndio tutajua. Kama hatutajua yale tuliyoitwa, hatutajua yale yatupasayo, hatutajua hiyo sema tumeokoka, kama hatuyaelewi, kama hatutayajua hayo, hatutayakimbia. Hukumu iko mbele yetu, jehanamu iko mbele yetu, mateso yako mbele yetu. Hukumu hii ni ya milele, wala sio siku moja. Kwa hiyo lazima tujue tumeokolewa kutoka wapi, vitu gani tumeviacha, ndipo tutakapoishi kwenye wokovu vizuri. Wala hutakuwa mpishi, wala hutakuwa msumbufu, wala hutasumbua juu ya ibada, kwa sababu unaelewa Bwana amekutoa wapi, amekuweka wapi. Haleluya. Lakini kama ulifuata kwa sababu wazazi wanakwenda na wewe ukaanza kwenda, ndio hivyo hivyo ukaendelea kwenda mpaka sasa hivi unaendelea kujua kwamba mimi nilikuwa mtoto, sasa nimekuwa mtu mzima, yaani kitu unachokijua. Lakini uelewi kwa nini upo kanisani na kwa nini unasoma Biblia. Kwa nini wewe umeitwa Mkristo? Hujaelewa. Hiyo sababu ya kuitwa Mkristo maana yake inakutenga kati ya watu fulani. Sasa umetengwa vipi? Lazima ujue sababu. Usipoielewa sababu, huwezi kutubu, huwezi kuacha dhambi, kwa sababu hujaelewa umeokolewaje. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Yaani usipojua umeokolewa kwenye jambo gani, usipoelewa huwezi kuacha dhambi, kwa sababu hujui. Huwezi kuacha kutukana. Utaacha ibada, utaacha vitu vingine kwa sababu huelewi. Lakini kama unaelewa umetolewa wapi na kwa nini Mungu amenifanya mimi niitwe nimezaliwa upya mara ya pili. Kwa nini nizaliwa mara ya pili? Sababu ni kwamba niwe mwana wa ufalme wa mbinguni, niwe mwana wa uzima wa milele. Sasa nimezaliwa kwenye vitu gani? Unajua? Au unasema umezaliwa kuanza kuja kanisani? Bwana asifiwe. Hiyo ni hatua. Lakini lazima ujue mimi kuna mambo nimekatazwa ili nitofautishwe na watu wengine. Ili mimi niwe wa uzima, wao wawe wa motoni. Lazima kuwe tofauti wa maisha ya duniani na maisha ya yule ya duniani. Ndio atakaofanya mmoja aende kwenye uzima, mwingine aende kwenye mateso ya jehanamu. Lazima ujue nimetoka wapi, nimeokolewa na nini. Maana yake Biblia ndio kiongozi inayokufundisha umetoka wapi. Kwa unaposoma neno unaanza kujua, aha, ina maana Mungu anataka mimi haya nisiyafanye ili mimi niwe wa mbinguni. Unaanza kuyafanya hayo yale Mungu anasema uyafanye. Aliyesema usiyafanye, unaanza kutokuyafanya kwa sababu unajua Mungu anataka kunitengeneza niwe mtu wa mbinguni. Kama walivyo wa mbinguni ndivyo tulivyo hata na sisi tunayemtafuta yeye. Kwa Biblia inatukumbusha pema, kwa kadri tunavyoangalia njia zetu, kwa kadri tunavyozidi kuishi hapa duniani, basi tuishi kwa tahadhari. Usipoelewa kuwa wewe ni mpitaji, ukajua wewe dunia ni ya kwako, au wewe utakaa hapa siku zote, hutaweza kuacha mabaya. Hutaweza kujua kutumika nyumbani mwa Bwana. Hutaweza kutaka hata maombi. Ni kwa sababu unajua wewe ni wa kudumu. Lakini mauti unatembea nayo. Lakini kifo unatembea nacho. Lakini kifo unatembea nacho. Siku msiodhani nitanyamaza, sitahubiri tena haya, lakini itakuwa historia kwenu, hamtasahau. Siku nitakapoacha kuzungumza, nitakaponyamaza na mimi kuhubiri, Bwana amechukua uhai wangu, nimekufa, haya niliyohubiri hamtasahau. Mtakuja kukumbuka siku moja, lakini mimi nitakuwa nimefundisha na nimeondoka. Hata wewe ndugu utaondoka. Kama utaondoka, ni vema tukakaa katika unyenyekevu wa Mungu, tukae katika utakatifu, ili japo siku ile isijekawa ni hatari kwenye maisha yetu. Ujumbe wa leo ni kwamba mtu aliyekwisha kukimbia machafuko akaita ameokoka,
akiyagusa tena yale machafuko, hali yake itakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Unajua mtu aliyekwisha kuwa kanisani, hata ukimweleza habari za imani ni msumbufu sana, hakuelewi. Mimi na utaalamu, najua, nimesoma. Biblia inasema mambo ya rohoni yanafasiriwa na watu wa rohoni, sio waliosoma. Yanafasiriwa na watu watakaokaa rohoni. Ili uyapate mambo ya rohoni na kuyaelewa, lazima uwe rohoni sana, ndipo utaelewa mambo ya rohoni. Ukikaa sana mwilini hautaelewa. Sio waliosoma sana, yanafasiriwa na walio rohoni, kwa sababu maneno haya yaliandikwa kwa uwezo wa Roho. Roho ndio huyafunua yakaeleweka yalikuwa na maana gani. Bwana asifiwe. Amen.